Bwana asifiwe. Na hapa tunaona anapeana wasia. Na hili ni neno la Bwana anapeana kwamba amelaaniwa yule mtu anafanya hii kazi ya Mungu. Kwa nini? Kwa uregefu. Haleluya. Amelaaniwa. Kwa hivyo alikuwa anauliza watu wakubali kufanya kazi ya Bwana kama vile umeitwa na Mungu. Vile umeitwa na Bwana, fanya kazi ya Bwana. Haleluya. Nimeenda kwa vyuo vyetu hivi vyuo ambao tunatumia. Zimeharibika kwa sababu nafikiri ya watoto ambao walikuwa hapa juzi kwa mkutano na ilikuwa ni usiku, umekuta zimeharibika. Na niliziona zikiwa zimeharibika jana, juzi wakati nilivyo. Na kama jioni itafika niende saa 9, saa 10 kwa sababu labda nitatoka hapa nimechelewa, kama bado itakuwa chafu, mimi sitakubali kufanya kazi ya Bwana kwa uregefu. Nitachukua beshen, nitaenda kuosha. Kwa sababu hata kuna wakati mwingine na mwingine nimeosha na nikaendelea vizuri. Kwa nini? Sitaki kufanya kazi ya Bwana kwa uregefu. Bwana asifiwe. Ninataka kama nimepewa kazi nifanye, nitakuja kulipo siku moja. Lakini kama umepewa kazi na Bwana, uweze kuifanya katika area fulani, wewe ifanye bila uregefu. Praise the name of the Lord. So ninakuja kwa maneno 7 ya Yesu. Yesu alijua kuna kazi wakati unafanya kazi ya Bwana kwa uregefu. Haleluya. Wakati unasusia kazi ya Bwana, wakati unakosa kutambua nafasi na kile Bwana anataka uweze kukifanya, unapata laana ambazo ni wewe mwenyewe umejileteshea hizo laana. Na hiyo laana haivunjwi na kitu kingine chochote. Hiyo laana inavunjwa na wewe kukubali kufanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kufanya kile kitu Mungu amekupea uweze kukifanya. Lakini wakati wote hautakubali kukifanya hiyo kitu, hakuna siku hata moja Mungu atakuja kukupata. Utabaki katika hiyo kasi. Na hiyo ni kasi ambayo imeharibu mambo mingi sana ya maisha ya watu. Na sio laana ya dhambi. Sijui kama unanielewa. Si laana ya kwamba ulienda ukacommit sin ya usharati, ya ulevi, ya kutukana watu, ya kupigana, ya nini. Hiyo ni kasi. Inatokana na wewe tu. Wewe ni mzuri. Wewe unafanya mambo vizuri. Lakini umekataa kufanya kazi ya Bwana kwa uweza ambaye Mungu amekupatia. Bwana asifiwe. Umefanya kazi ya Bwana kwa uregefu. Na Yesu yeye amefanya kazi kwa miaka ngapi? Wale watu ambao mnajua kazi ya Bwana alifanya kwa miaka ngapi? Nani wanajua miaka ya Yesu ya kuishi hapa duniani? Saidie mami haraka. 33 na miezi 6, kuongezea miezi nikumalizie. Na kwa hii miaka 33 kazi yake mwenyewe ya injili amefanya miaka ngapi? 3 years and a half. Sawa sawa. Akawa amekamilisha kusudi la Bwana katika maisha yake. Bwana asifiwe. So katikati ya hiyo miaka ambao alikaa, alijua ya kwamba akifanya kazi ya Bwana kwa uregefu, kuna mambo itaharibika na kile kilimleta hapa dunia kufanya akitaweza kutimia, kitapotelea na yeye mwenyewe atapotelea. Amen. Mimi ninataka nitaje maneno ambayo Yesu alitaja pale mwisho wa pale wakati alikuwa mahali pale. Na kwanza ninataka tutangulie na Mathayo 26:59 mpaka 63. Nani anaweza kunisomea na usome haraka iwezekanavyo? Matthew chapter 26. Matthew 26 mstari wa ngapi nimesema? 59 to 63. Nisomee kwanza kitu ya kwanza ambayo Yesu alikuwa nayo, tabia ambayo ilisaidia Yesu katika hiyo safari yake. Mathayo 26. Basi wakuu wa makuhani wa baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu, wapate kumuua, asiuone, wangawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Hata baadaye wawili wakatokea, wakasema, huyu alisema naweza kulivunja hekalu la Mungu
na kulijenga kwa siku 3. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, hujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Hiyo ni moja. Hujibu neno. Hawa wanakushuhudia nini? Yes. Kwa Biblia yako imewekwa nini? Question mark. Ile question mark. Yes. Wanamuuliza maswali mawili. Au jibu neno. Hawa wanasema nini? Yes. Unanielewa? Wameleta ushahidi wa nini? Wa uongo. Wamekuja timu wakiongea maneno ya uongo kuhusu nani? Yes. Na Yesu sasa hapo katikati ya nini? Ya shida. Amen. Ako mahali sasa, amefiksiwa, ako kwa kona. Na mashahidi wa uongo wamekuja. Huyu wa kwanza amesema, wengine wamekuja wamesema, na Biblia inasema ya kwamba wanasema maneno ya nini? Ya uongo. So jambo la kwanza ambalo tunaliweka linaweza kuwa halimo kwa zile 6, lakini ni utangulizi ya kufaulu kwa yale mambo 7. Jambo la kwanza, Yesu anasema nini kwenye 56, kwenye hiyo 63? Lakini Yesu akanyamaza. Lakini Yesu kwa hiyo maneno yote akafanya nini? Akanyamaza. Wakati umefiksiwa uko katika hali ngumu wakati mwingine, Yes. Ni vizuri kujifundisha mafundisho ya njia 7 za Yesu ambazo Yesu alitumia. Ya kwanza ambayo haiko kwa ile 7, ambayo mimi naiweka kwa zile 7, ni kwamba Yesu alinyamaza wakati ambapo watu walikuwa wanamuongelea nini? Mambo ya uongo. Wakati watu walikuwa wanamshuhudia ukora, yeye alichukua nafasi ya kufanya nini? Ya kunyamaza. Praise the Lord. Jambo ambalo linatushinda sana kama Wakristo ni kunyamaza wakati unaongelewa mambo mabaya. Yes. Wakati kuna mambo ya uongo inawekelewa kwako. Hiyo ndio wakati ambao wengi wetu kwa kanisa, wengi wa Wakristo hawawezi kuvumilia hiyo kipindi. Bwana asifiwe. Kama kuna kipindi kigumu kwa Wakristiano ni hicho. Na Yesu anatupatia ama anatutengenezea njia. Bwana asifiwe. Yesu anatufanyia njia ambayo tunapaswa kuipitia. Kwamba watu wakuseme mambo mabaya, wewe ufanye nini? Unyamaze kimya. Wakristo wengi ambao niko nao hapa hawana hiyo fruit ya kunyamaza kimya wakati wamefika kwa hiyo wakati. Bwana asifiwe. Hawa ndio unakuta wako na fujo, wako na magombano, wako na mambo wako na ubaya. Wakati huo wamewekelewa mambo nini? Mambo mabaya. Hallelujah. Yesu kama angeanza kujibiana na hawa watu, angeweza kufika mahali. Biblia inatuambia ya kwamba wakamuuliza maswali, wakamwambia haujibu. Unasema nini kuhusu hiyo maneno? Akanyamaza kimya. Yeye akanyamaza kuongea nao. Bwana asifiwe. Inaweza fika hiyo wakati wewe kunyamaza kimya, usiongee na wao. Yesu alinyamaza kimya. Jambo ya kwanza ambayo Yesu alifanya, ama maongeo ya kwanza ya Yesu kutokea katika hiyo safari yote ndefu, jambo la kwanza Yesu aliloliongea tunataka kuliona hapa katika Biblia zetu. Jambo la kwanza Yesu alilolifanya, acha nikutafutie. Jambo la kwanza ambalo Yesu alilizungumza katika kitabu cha Luka 23 verse 34. Neno la kwanza la Yesu kuzungumza kati ya hiyo maneno yote ni kuwaombea ama kuwapea watu msamaha. Haleluya. Amenyamaza kimya kwa mambo yote,
Lakini wakati alitoa tamshi lake la kwanza kwa matamshi 7 ya safari yake ya kwenda sasa kukua Bwana wa mabwana, kukua mfalme wa wafalme, jambo lake la kwanza, soma Luke 23, soma Luka 23 na mstari wake wa ngapi? Wa 34. Alisema nini? Yesu akasema, Baba uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. Bwana uwasamehe, kwa kuwa hawajui wanalofanya nini? Hiyo ndio neno ya kwanza ndani ya maneno 7 ambayo unapaswa kuwa nayo wakati wa shida, wakati wa jaribu kali. Praise the Lord. Wakati una mambo inakusukuma, jambo la kwanza ambayo Yesu alitamka ni Bwana wasamehe, hawajui kila wanafanya nini, hawajui wakinipiga, hawajui kenye wanafanya. Praise the Lord. Wakati uko katika hali unapitia, watu wanakupiga vita ya maneno, watu wanakupiga yale wa mapigo wanakupiga, wewe una time ya kuambia Mungu, Baba Mungu wa mbinguni, msamehe, ajui ile kitu anafanya. Lakini sisi wa Kristiano, hiyo ndio wakati wetu wa kulipishana. Tunaenda wapi sisi? Hii maneno Yesu aliongea akiwa wapi? Elewa hii mambo Yesu anayoongea mambo 7 akiwa juu ya miti. Hii sio mambo ya wakati anatembea. Hii ni maneno anaongea na damu inatoka wapi? Kwa miguu. Hii ni maneno Yesu anaongea damu inatoka wapi? Hii ni maneno Yesu anaongea akiwa na nini kwa kichwa? Taji ya miba. Hii ni maneno Yesu anaongea babu ikifanya nini? Ikiwachilia maji. Baba wasamehe hata kama ninatoka damu. Baba wasamehe hata kama misumari, hata kama miguu inatembea. Baba wasamehe, hawa watu wananipiga hivi, hawajui kenye wanafanya. Mambo 7 ya Yesu, mambo 7 ambayo kama Mkristiano uko supposed kuweza kuwa nayo. Ya kwanza ni kuwa na msamaha kwa watu. Hallelujah. Tuna Wakristo wengi ambao kusamehe jamani. Hata sasa hivi tunaongea, lakini kiroho kinakaa kama maembe mkoso. Yaani kinakaa hivi kikoroyani. Hauwezi kusamehe. Lakini heaven anataka kufanya nini? Anataka kwenda. Ya enda yako. Tengeneza yako ya dini. Kama ile nyingine mtu alikuwa ametengeneza Eldoret, wewe ulikuwa mdogo sana hiyo siku. Mtu alikuwa ametengeneza nyumba yake kwa nini? Kwa miti juu. Alikuwa anakaa kwa miti juu. Tengeneza yako kwa miti juu ende hiyo. Lakini hii ambayo Yesu alitumia kwa maneno 7 ya mwisho ili aweze kuaccess kuingia, ya kwanza, wasamea wazile Mungu anafanya. Wasamea wazile. Ndio ngapi mwasamea wazile ile wanafanya? Amekufanyia kitu tu unajua hii anajua. Mbona kusema kupiga Yesu hapo anajua wanampiga? Hawapo wanajua huyu ni mtu kama hawa. Alikuwa amewafanya nini wakimpiga? Walikuwa wanajua. Hawa watu wanakupiga wanajua kenye wanafanya. Wanajua yeye wanakupiga na wanakupiga na kusudi. Lakini wewe wasamee hawajui kenye wanafanya. Wakristo wangapi tutafika hapo? Hapo ni maneno kufika. Ongelea salvation. Jambo la pili linahusiana bado na msamaha. Bwana asifiwe. Na liko yani mambo 7 ya Yesu akiwa kwa cross sana ina relate na mambo na kusamehewa kwetu kwa dhambi. Wakati uko katika shida, wakati uko katika hizo hali ngumu,
ni wakati wako mzuri wa kurelease watu na kuwaachilia. Bwana asifiwe. Ili mbingu zikufanyie nini? Zikufungukie. Ukianga watu wengi wakati wako katika shida. Watu wengi ambao wamesema ati walichukuliwa wakaona Mungu, wale wanasemanga mimi sijui, lakini labda inawezekana kuna kuanga. Utakuta mara mingi ni wakati walikuwa wagonjwa. Na wakati mwingi utakuta ni wakati walikuwa wameanza kujaribu na walikuwa watu wazuri. Wanapewa chance waweze kuona kitu wakati wako na shida. Haleluya. Na hii tunaona wakati Yesu akiwa katika shida, katika kitabu hiki ambao tunasoma bado ya Luka 23 verse 39 to 40. Tuone vile to 43. Tuone anasema nini? Luka 23 verse 39. Biblia inasema, na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe mwogopi hata Mungu? Nawe u katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amen nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Neno la pili la Yesu ni watu wanamuongea na wanamtukana wapi? Wa Kristo mnatuko na nyinyi kwa mateso. Nasifiwe. Watu wanakutukania pale kwa mateso yenye unapitia. Wanaongea kila kitu. Lakini Yesu anatoa nafasi ya kukuweka katika pumziko. Ya kukuweka katika usalama. Bwana asifiwe. Inasimama na mambo na salvation. Yesu akiwa pale anaambia yule mtu, tazama siku ya leo nitakuwa na wewe mahali pema, peponi ama wapi? Wako peponi. Nitakuwa na wewe mahali pema peponi. Bwana asifiwe. Yaani wewe ambao umejua wewe uko hapo kwa sababu ya siri. Yaani huyu mtu amejielewa yeye ni sina na amekuwa na nafasi ya kuomba msamaha. Neno la Yesu akiwa kwa msalaba, na ujue tulikubaliana ya kwamba walikuwa wanamwambia mambo, anafanya nini? Ananyamaza kimya. Kwa hivyo alikuwa mchaguzi wa maneno. Alikuwa mtu ambaye anakagua maneno akiwa hapo. Maana hapo ni hatari. Hapo unaweza pata taabu. Mungu asifiwe. Hapo unaweza kujipata umepotesha life yako. Hapo ndio Yesu kwa hiyo maneno alikuwa anachuchunga. Alikuwa anajua anaweza kuangamia. Lakini anasema nini? Leo nitakuwa na wewe mahali pazuri. Bwana asifiwe. Unaweza kutakia watu mahali pazuri hata wakati uko mahali pabaya. Unaweza hata wakati uko katika hiyo hali uweze kumtakia mtu mwingine mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Yesu anaonesha mfano mzuri wa kutakia watu mema hata wakati ako katika hatari. Sijui kama tuko na wewe. Tuone jambo la tatu ama la nne. Ili jambo la tatu ningependa tu niliseme nisiingie hata kwa lakini ukipenda unaweza kuisoma kwa Biblia yako kwenye kitabu cha John chapter Yohana 19:25.
25 to 26. Mahali ambapo Yesu aliambia yule mama yake, mwanamke, muone ndio huyo sijui mtoto yako. Na akaambia mtoto, muone ndio huyo mama yako. Bwana asifiwe. Na watu wanaangalia wanasema, kwa nini aliita na ni mama yake? Kwa nini anamuita mwanamke? Wacha hapo tuache kutufafanua sana, but alitaka relationship improve. Bwana asifiwe. Anajaribu kufanya watu wakuenge na uhusiano, waishi wakiwa na uhusiano. Akiwa pale juu, bado anajua mnahitaji mahusiano, mnahitaji kuishi kwa umoja. Amen. Si ninaondoka, hata kama ninaondoka, ninataka mkuwe na amani. Ninataka muishi pamoja. Ninataka mtembee pamoja. Bwana asifiwe. Na hiyo ni mzuri sana kwa hii kanisa yetu ya Agape Solibro. Tukae pamoja. Enyi wa mama, enyi wazee, tukae kwa umoja na pamoja. Na hii anaitoa kwenye kitabu cha Zaburi 133. Mahali ambapo anasema, tazama watu wakikaa mahali pamoja vizuri, Mungu anawatilia baraka huko. Mahali watu wamekaa kwa nini? Kwa umoja, pamoja na pia kwa umoja. Maneno 7 ya Yesu yenye nguvu wakati wa shida. Haleluya. Mambo ya 4, jambo la 4 ndio jambo la muhimu pia tunaweza kuliangalia. Jambo la 4 ni la muhimu sana sana sana. 5. Tumeona ya 4? Bado. Tuone ingine, turuke tu haraka. Ya ngapi? Ya 5. Angalia tu ya 5 ambayo tunaipata kwenye kitabu cha John 23, John 19 verse 28 29. Nisomee hiyo, na hapo kuna mambo makubwa tunayapata. Soma haraka. Yohana 19 mstari wake 28, Biblia inasema, baada hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Naona nini? Kiu. Haleluya. Wakati anaona kiu, Biblia inasema alikuwa anatoka damu, alikuwa anatoka na maji kiendelea. Lakini neno ambao alisema anaona nini? Kiu. John chapter 7 verse 37 to 39 anasema ya kwamba kila mtu aliyo na kiu na akuja akunywe maji kwangu ya nini? Ya bure. Kwa maana wale watakunywa ile maji natoka ndani yangu watakuwa na bubujika nini? Uzima ndani yao. Sasa wakati Yesu anasikia thirst ili aweze kupea watu maji. Haleluya. Hii maneno ambao ni mambo kati ya 7 ya mwisho ya Yesu inataka kutuonesha ya kwamba yeye Yesu anatutia sisi kiu, kama vile yeye alikuwa na kiu ya kuweza kwenda kuwaleta wengine kwa Kristo, kiu ya kuweza kuipeleka neno la Bwana. Amos anasema siku ya mwisho kutakuwa na kiu, na sio kiu ya maji. Kutakuwa na njaa, na sio njaa ya nini? Lakini ni kiu na njaa ya neno la nani? So wakati Yesu anasema anasikia kiu, ni kiu ya kuweza kuwaleta, kuachilia maji, aweze kuleta watu ndani ya Kristo Yesu kwa kwake. Wakati uko katika hizo shida, unaweza kutoa maji ambayo itamalizia watu kiu, ambayo itawaleta watu kwake Kristo Yesu. Haleluya. Ukiendelea na hiyo mstari nasema alitoka damu na nini? Na maji ndani ya mwili wake. Hii maji na damu alikuwa watu waweze kuipokea, waweze kuendelea na safari yao katika maisha. Akasema ninasikia kiu. Aliposema ninasikia kiu, alimpatia nini? Vitu vichungu, vitu vibaya, na yeye ako kwa msalaba.
Haleluya. Wapendwa katika jina la Yesu, tuko siku ama tuko wakati wa Pasaka, wakati ambao Yesu aliongea mambo 7, mambo ambayo ukiweza kuwa nayo wakati wa shida zako, wakati ambapo uko kwa jaribu kuu, wakati ambapo uko kwa mateso makubwa, wakati ambapo watu hawakutaki, hiyo ni wakati wa kuachilia watu waweze kunywa maji kutoka kwako. Bwana asifiwe. Watu wanaweza kunywa maji wakati kukashi. Unaweza toa maji watu wakunywe. Maji ni the true water. Ni neno la kweli, neno zuri. Unaweza tu kuwafariji watu na wakati huo wewe unapigwa vita. Yesu alikuwa na wakati huo. Na wakati ana kitu ya kusema ambayo itaweza kusaidia, anafanya nini? Sema na mimi, wakati ana kitu ya kusema na wakati ana shida, anakuwa na wakati wa kufanya nini? Wa kunyamaza kimya. Maana anajua akimesi mambo itaharibika. Haleluya. Chunga usiharibu mambo. Mahali inafika ni ya kunyamaza, nyamaza. Mahali ya kufika, mahali ya kuambia hawajui kenye wanafanya, wasamehe, toa neno la msamaha. Haleluya. Tuone jambo la ngapi? La 6, kwa sababu ya muda wetu tungekuwa na mambo mengi ya kuongea. Jambo la 6 bado linabebana na haya mambo. Inasema nini katika katika Mark 15:33 to 34? Nisomee bio. Biblia inasema ya kwamba wakapiga kelele tena, msulubishe. Pilato akawaambia, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele, msulubishe. Pilato akipenda kuwaridhisha makutano, akawafungulia Baraba, akamtoa Yesu baada ya kumpiga mijeledi ili asulubiwe. Nao askari wakamchukua ndani ya behewa, ndiyo praetorio, yani nyumba ya uliwali. Nao nasoma huko kweli. Hebu nisome. Anaanza wasamehewe. Si ndio? Yes. So kwa sababu inaendelea na mambo inaendelea, yeye anachukua mambo yake anampelekea Mungu. Sema amen. Hapo yeye anaenda kuargue na Mungu. Anamuuliza Mungu, Bwana Mungu wangu, kwa nini unaniwacha kwa hii shida? Haleluya. Yaani wakati huo wa mambo 7, sijui kama mnaelewa church, sio wakati wa kuingia laini ambao utapotesha lengo yako na mahali ambapo unaenda. Unanipata? Wachana na hiyo mambo yote. Yesu amewapeana msamaha. Yesu amesema hiyo mambo 7 utajiandikia vile amesema. Unakuja kwa jambo ambalo sasa anageuka kwa Mungu wake. Mungu wangu, mbona unaniacha? Haleluya. Na Biblia inasema hiyo wakati kulikuwa na giza. Hiyo ni time ambao uko katika giza. Haleluya. Ni wakati mbaya, wakati wa giza. Ujue wakati umefika sasa, umekuwa kwa giza ile totoro. Hii maneno unakuwa na nafasi ya kwenda kuuliza Bwana, nikikumbuka. Ni nini Bwana? Amen. Unasimama mbele za Bwana kumuuliza, kunaweza kuwa kuna shida. Sio wakati wa wewe kuanza kuenda kujibu. Umeambiwa na neno kuna wakati wa kufanya nini? Ya kunyamaza. Kuna wakati wa kutangaza, wasamea wajue ile kitu wanafanya nini? Wanafanya. Na kuna wakati wa kuenda kumwambia Bwana, ni nini shida Bwana? Hiyo ni wakati wa wewe kuomba. Huo ni wakati wa wewe kujipeleleza, kutafuta Mungu, kukaa mbele za Bwana.
Yesu pia alikuwa na hiyo wakati. Vita ni vikali, anapigana vita. Na Biblia inasema vita zetu si juu ya mwili na damu, ni katika roho, katika ulimwengu wa giza. Sasa ako na vita katika ulimwengu wa giza. Wakati unaingia na vita katika ulimwengu wa giza, ingia katika maombi. Dili na Mungu mwenyewe, adili na mapepo. Kwenye Zakaria Biblia inasema ya kwamba Zakaria, yule Yohana ama Zakaria, akaambia shetani, Bwana na akukemee, wachana na mtumishi wa Bwana. Inafika time ya Bwana, uruhusu Bwana akemee wale ambao wanasimama kinyume chako, lakini sio wewe kupigana. Tumepoteza lengo zetu. Tumepotea. Wengi wetu hatuendi heaven. Tunaenda heaven ile inaitwa ya mafefe. Hatuendi heaven ile Yesu alienda. Hauwezi ukakaa heaven moja na Yesu, kwa sababu mambo 7 yako ya mwisho inakuanga machafu sana na machungu sana. Unaongeanga kama kitu kingine. Na ujue wakati unaongeana hiyo mambo ni wakati ambapo unatakana kunyamaza. Wakati tunafanya mistake, wakati wa kunyamaza, badala ya kunyamaza tuongee, tunaongea kitu ambao Baba anaitanga takataka. Hallelujah. Kwa sababu hiyo saa ukutakana kuongea, Roho Mtakatifu ajetaka uongee, wewe umeenda kuongea wewe mwenyewe. Ndio sababu nenanga na mwiko, unajikuta mwiko imevunjikia kule nje ukipigana na mwiko. Hata siku hiyo mnalala bila kukula ugali, maana mwiko ilivunjika. Ndio wanasemanga mwisho wa kupika ugali si mwisho ya mwiko, lakini kama saa hiyo jioni imevunjika, si ni mwisho ya wewe kukula ugali. Haleluya. Tuweni makini kwa mambo 7 ambayo Bwana aliweza kuwa nayo pale juu. Eloi, Eloi, lama sabakthani. Maana yake Mungu wangu, Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda ya 7 ama ya ngapi? Ya 6. Ya 6. Tuende ya 6 sasa. Hizi changanyeni tu hivyo. Wacha sasa tufike ya 6. Ya 6 ni ile mwenye inasema kwenye kitabu cha John 19:30. Soma 19:30. Kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Imekwisha. Akainamisha kichwa, akasalimu roho yake. Praise God. Si ndio ya 7? Tuweke ndio ya 7 kwa sababu hapo hataongea tena. Alipopokea ile sasa ile degree ya mwisho, akachukua nafasi ya kumwambia Bwana, yote nimemaliza yote. Haleluya. Nimefanya nini? Nimemaliza yote. Unaweza fika time ambayo sasa unaweza, hapo imesema akakata roho, akaambia Bwana pokea roho yangu. Hapo tujafika ya kupokea roho yangu. Akakata roho, akainama, si ndio? Hebu tuone ya mwisho kama ndio hiyo. Nini soma 23, Luke 23 44 46. Akasema nini? Ndio maneno yake ya mwisho ambayo mambo 7 yenye nguvu wakati uko na shida, wakati uko mahali pabaya, ambayo Yesu alitumia. Luke 23:46. 44 to 46. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati.
Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, Ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Amemaliza mambo yake sana. Praise God. Ni wakati wa shida kubwa, na inafika Yesu anasema, mikononi mwako na commit my soul. Ninapeana roho yangu kwa nani? Unafika wakati wa kupeana moyo wako na roho yako kwa Mungu. Yaani umepitia hizo situation, umepitia haya mambo, umepitia. Unafika mahali na kumpatia Bwana. Unampatia Bwana mambo yako. Vita ni vikali. Mambo ni kali. Una time ya kumpatia Bwana moyo wako. Yesu akasema, mikononi mwako na ikabidhi roho yako. So huyu mtu anakuwa candidate wa heaven, kwa sababu mambo ambayo ilikuwa imemzidi, na wakati alihitajika kusema neno, alisema neno lenye nguvu na lenye baraka. Anajua mwendo amemaliza. 6 anasema, neno la 6 anasema ya kwamba nimefanya nini? Yote imefanya nini? Yote imekwisha. Yote nimemaliza. Nimemaliza yote. Hallelujah. Nimemaliza yote. Wapendwa, wataka tufikenge mahali ambapo tumemaliza yale ambayo ilikuwa imetukabili. Una vita umekuwa nayo, unakuwa na wakati wa kufaulu kushinda. Na tutashinda kwa yeye ambayo anatutia nguvu ili tuweze kushinda, maana yeye alishinda. Tusimame mbele. Hati anaongea, zungumza mbele za Bwana. Sijui kwa nini mambo haya uyasikie na ukose kuombea na ukose kumuomba Bwana. Muombe tu Bwana siku ya leo katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo nimejua mambo 7 ambao ulitumika wakati ulikuwa katika msalaba. Jehova, ulisimama imara Bwana wetu Yesu. Na ndiposa siku ya leo tunainama mbele zako, kila goti linapigwa mbele zako, na ndiposa kila ulimi unakiri ya kwamba wewe ni Bwana. Na ndiposa siku ya leo umepewa jina linalopita majina yote, kwa sababu wakati ambapo ulikuwa katika msalaba, wakati ambapo ulikuwa unakunyishwa dhiki, wakati ambapo ulikuwa unatukanwa, wakati ambapo ulikuwa unaudhiwa, wewe ulisimama na ulisema mambo ambayo umeyachagua. Ulichagua mambo ya kuongea, ulichagua mambo ya kusema. Ikifika mambo ya msamaha ulisamehe. Ikifika mahali pa kuokoa uliongea juu ya msamaha. Ikifika mahali ambapo ni pa kupeana maji ya uzima, yani kupeana maneno ya uzima, ulipeana rakadamosika yandarababuria shakatarabasika yandaramasanda rimazika yandarababuria shakalama seketeri masinda rimasika tarakatarimasanda. In the name of Jesus Christ, Jehovah my Father, I pray to you God, this evening, this hour, oh God, ya kwamba Bwana utukumbuke, utuangalie kwa macho ya neema, ili Bwana kama vile Yesu uliweza kushinda Bwana, na sisi tukashinda katika jina la Yesu. Tutangaza ya kwamba katika wakati wa mateso makuu tutajua mambo ya kutamka, na tutatamka lolote. Ikifika Bwana wa rehema ni kuja kusemezana na wewe, kama vile Yesu alikuja kwako akikuomba Eloi Eloya masabaka marabazabakidhana, ya kwamba Mungu wangu mbona umeniacha? Asante Jehova Bwana, maana ukuwa umemwacha Yesu au kuwa umemwachilia. Ilikuwa wakati wa giza ili aweze kushinda katika hiyo giza. Rekatarama shandare baburia rimazaka yandara babushanda rimazika yandara baburia. Tunakuinua Jehova Gai, tunakutukuza jioni ya leo. Tunaomba kuwa na nguvu za neema
ya kushinda mambo wakati wa ugumu, ya kujua Bwana kutumika wakati ambao Bwana tunahitajika. Maana umetuambia ya kwamba amelaaniwa mtu ambao anafanya kazi yake kwa kazi yako kwa uregevu Jehova. Na ndiposa Yesu my Father hakuifanya kazi yako kwa uregevu, alifanya jinsi ilihitajika, alisimama mahali alihitajika. Bwana, asubuhi ya leo Baba yangu na Mungu wangu, natangaza ya kwamba Jehova unaenda kutuinua. Tutashinda rama za kababuria, tutashinda rama za karimayanda, rikababu shanda rababuria, in the mighty name of Jesus. Father, we thank you. Lord, we thank you. Bwana, na tamanio letu asubuhi ya leo, utufundishe kuwa kama wewe, ili wakati wa mambo magumu, wakati wa giza kubwa, tuweze kuchagua mambo ya kufanya, tuchague maneno ya kusema, na tuchague hali ya kuweza kukaa naye. Maana tuko wengi siku ya leo ambao tunashindwa na hali hii. Na kwa hivyo Mungu, siku ya leo kuna wengi wetu ambao hii mbinguni inaendo, hatuko miongoni, lakini tunahubiri, tunaomba, tunakuja kanisa, lakini haya mambo huwa inatushinda. Bwana, mimi mtumishi wako ninawapea kile umenipea. Na ninaomba ya kwamba siku ya leo damu ya mtu yoyote kuhusiana na mambo haya isiwe juu yangu. Nimewaambia neno lako ni juu yetu sisi zote sasa Bwana, kuwa wachaguzi na kuwa waangalizi wa yale tunaenda kusema na kuyafanya, wakati tumevumaniwa na upaya ambao ulikuvumania na ukakupata miaka 2025 wakati kama huu ambao ni wa Pasaka. Bwana Yesu, ulishinda, umeenda kuwa pamoja na Mungu kwa sababu ulishinda, na ndiposa ulisema yote yamekwisha, yote umemaliza. Nasi Bwana tunaomba ya kwamba utusaidie kumaliza katika wema wako. Tunakushukuru Bwana. In Jesus' name I pray. Amen.